Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania sasa hivi. Samia Suluhu apokea taarifa za kutisha kumhusu kutoka mahakama ya uhalifu ya kimataifa ICC, madai ambayo sasa yamezua taharuki ya kisiasa ambayo imezuka nchini Tanzania kwa mara nyingine leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mvutano wa kisiasa umeongezeka kwa kasi nchini Tanzania kufuatia kuenea kwa taarifa zingine zinazodai kuwa Rais Samia Suluhu Hassan amehusishwa na uwezekano wa kuwasilisha malalamiko katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Madai hayo ambayo yalianza kusambazwa mtandaoni na katika mitandao ya wanaharakati Twitter pamoja na Instagram hayajathibitishwa na ICC au mamlaka yoyote ya kimataifa ya mahakama, lakini sasa yamezua hofu Ikulu Dodoma na kuzua taharuki kwa wananchi, kwani ripoti hizo zinadai ya kwamba Samia Suluhu ametumiwa barua ya kuweza kujiwasilisha katika mahakama hiyo ya ICC. Licha ya kukosekana kwa udhibitisho rasmi wa ripoti hizo, hadithi au simulizi hiyo imepata mvuto mkubwa miongoni mwa wananchi wa Tanzania, wanasiasa na makundi ya kiraia. Mijadala ya umma imeongezeka huku wengi wakitafuta ufafanuzi kuhusu kama kuna mchakato rasmi wa kisheria. Wachambuzi wanasema unyeti wa somo umeongeza mwitikio wa umma. Serikali haijatoa taarifa rasmi kudhibitisha au kukanusha madai hayo. Ripoti hizo zinadai kuwa mawasilisho ya kisheria yaliwasilishwa kwa ICC kuhusu madai ya ukiukaji wa haki za binadamu unaohusishwa na matukio ya zamani ya kisiasa. Kulingana na simulizi zinazosambaa leo, hati hizi zinashutumu maafisa wakuu wa serikali kwa kuidhinisha nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi mwaka uliopita. Hata hivyo, hakuna rekodi ya mahakama inayopatikana kwa umma sasa ambayo imethibitisha kwamba kesi kama hiyo imesajiliwa rasmi. Wataalamu wa sheria wanaonya kwamba kesi za ICC zinafuata itifaki kali na haziwezi kubaki siri mara kesi inapofunguliwa rasmi. Bila udhibitisho rasmi, hali inabaki kuwa ya kubahatisha. Hata hivyo, madai yanaendelea kutawala majadiliano ya mtandaoni leo. Wanaharakati wanasema kuwa madai yoyote mazito yanapaswa kushughulikiwa kwa uwazi kupitia njia halali pekee. Hata hivyo, wanasema ukimya hutengeneza tu nafasi kwa uvumi na kutoaminiana kisiasa, na sasa wanamtaka Samia Suluhu ajibu madai hayo. Waangalizi wanaona kwamba kasi ya kuenea kwa hadithi inaonyesha wasiwasi wa umma kuhusu haki na uongozi nchini. Wananchi wengi sasa wanadai ufafanuzi kutoka kwa taasisi za ndani na nje ya nchi kudhibitisha kama ni kweli kuna barua kutoka mahakama ICC iliyotumwa Tanzania. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kwamba madai hayo yanaweza kuwa sehemu ya kampeni za shinikizo la kisiasa. Wanasema kwamba madai sawa na hayo yametumiwa katika nchi nyingine kushawishi maoni ya umma na kuvuruga serikali na hali ya kisiasa. Wafuasi wa Rais Samia wamepuuzilia mbali ripoti hizo kutoka ICC na kuzitaja kuwa ni propaganda tu za kisiasa. Wanasisitiza kwamba hakuna chombo cha kimataifa kinachoaminika ambacho kimetoa notisi yoyote au mahitaji ya kisheria. Kulingana na wao, mambo mazito kama haya hayangejitokeza kupitia uvujaji wa mitandao ya kijamii. Urais umeendelea na kushughulikia na shughuli zake za kawaida bila usumbufu wowote. Sauti za upinzani hata hivyo zinahimiza kuwepo kwa uwazi na uwajibikaji. Wanasema kuwa hata madai ambayo hayajathibitishwa yanastahili ufafanuzi wa wazi. Baadhi wametaka uchunguzi huru ufanyike ili kuwatuliza wananchi wa Tanzania. Wengine wanasema kupuuza suala hilo kunachochea uvumi zaidi na kutoaminiana. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaonya kuwa kutokuwa na uhakika kwa muda mrefu kunaweza kuathiri umoja wa kitaifa. Wanasisitiza kwamba uongozi unaowajibika unahitaji mawasiliano ya wazi wakati wa migogoro. Hata hivyo, wasomi wa sheria wanasisitiza kuwa taratibu za ICC ni ngumu na polepole. Wanaeleza kuwa kesi zinaweza kuchukua miaka kabla ya kufikia hatua rasmi za mashtaka. Kwa mujibu wao, hakuna ushahidi wa wito, vibali au mashtaka yanayohusiana na urais wa Tanzania. Mahakama za kimataifa za kawaida pia hutangaza hatua kuu hadharani, lakini bado haijatangaza, jambo ambalo halijafanyika. Ukosefu huu wa nyaraka unadhoofisha uaminifu wa madai yanayozunguka ICC na Samia Suluhu. Bado wasiwasi wa umma unaendelea kukua. Hadithi hiyo sasa imezua
umezua mijadala kwenye televisheni, redio na majukwaa ya mitandao ya kijamii Tanzania. Wananchi wengi wanaeleza wasiwasi wao juu ya uwezekano wa matokeo ya kidiplomasia na kiuchumi. Wengine wanahofia kuwa uchunguzi wa kimataifa kutoka mahakama ya uhalifu unaweza kuathiri uwekezaji wa kigeni na uhusiano wa kikanda. Wengine wanahoji kuwa uwajibikaji huimarisha demokrasia badala ya kudhoofisha. Maoni tofauti pia yanaangazia mgawanyiko mkubwa katika maoni ya umma. Suala hilo kwa sasa limekuwa moja ya mada zinazozungumzwa zaidi nchini. Wataalamu wa sheria pia za kimataifa wanaonya kuwa habari potofu kuhusu mahakama za kimataifa zinaweza kusababisha hofu isiyo ya lazima. Wanahimiza umma kutegemea vyanzo vilivyothibitishwa badala ya maudhui ambayo hayana uthibitisho au uhakiki. Kulingana nao, madai ya uongo ya kisheria kwa mahakama ya ICC na Samia Suluhu yanaweza kuharibu taswira ya taifa nje ya nchi. Pia wanasisitiza kuwa mahakama kama ICC zinafanya kazi bila shinikizo la kisiasa. Bila mawasiliano rasmi hakuna hitimisho linalopaswa kufanywa. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa hawajatoa taarifa yoyote kudhibitisha kuwepo kwa kesi dhidi ya mkuu wa nchi wa Tanzania ICC. Hata hivyo, hakuna msemaji wa ICC ambaye pia amekiri kupokea malalamiko rasmi yanayohusishwa na urais wa Samia. Misheni za kidiplomasia katika eneo hilo pia zimekaa kimya. Ukimya huo haujazuia kuenea kwa uvumi. Wachambuzi wanasema mitandao ya kijamii imekuwa chombo chenye nguvu cha kuunda simulizi za kisiasa. Ukosefu wa uthibitisho bado ni jambo kuu. Hali hiyo imefichua udhaifu katika mifumo ya taarifa za umma. Wakaguzi wa ukweli wamezitaka vyombo vya habari kuepuka kukuza maudhui ambayo hayajathibitishwa. Mashirika ya kiraia yanatoa wito kwa uwajibikaji wa kidijitali na ujuzi wa vyombo vya habari. Wanaonya kwamba masimulizi ya uongo yanaweza kuyumbisha jamii. Wengi wanaamini mikakati thabiti ya mawasiliano inahitajika. Uwazi sasa unaonekana kuwa muhimu katika kurejesha imani ya umma. Wafuasi wa serikali wanashikilia kuwa uvumi huo hauna msingi wowote. Wanasema Tanzania haijashtakiwa rasmi na mahakama yoyote ya ICC au ya kimataifa. Maafisa wanaelezea hali hiyo kwa faragha kama kampeni ya upotoshaji mtandaoni inayoendeshwa na wanaharakati wanaopinga utawala wa Samia Suluhu. Wanasema kuwa serikali inasalia kuzingatia maendeleo na utawala. Kulingana na wao, hakuna hatua za kisheria za kigeni zipo. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa urais hauko chini ya tishio lolote. Wakati huo huo, watetezi wa haki za binadamu wanasema kuwa wasiwasi wa umma haufai kutupiliwa mbali. Hata hivyo, kulingana nao, mazungumzo hayo yanaakisi masuala ya kina kuhusu haki na uwajibikaji. Wanaamini wananchi wanastahili ufafanuzi wa kutosha. Bila hivyo, mashaka pamoja na uvumi yataendelea kukua. Mjadala unaonyesha jinsi kumbukumbu nyeti ya kisiasa inavyobaki. Wachambuzi wa kikanda wanasema uvumi huo unaweza kuathiri msimamo wa kisiasa. Wanaonya kuwa habari potofu zinaweza kuunda chaguzi zijazo na imani ya umma. Utulivu wa kisiasa, wanasema, unategemea uongozi wa uwazi. Kutokuwa na uhakika wowote kwa muda mrefu kunaweza kusababisha mvutano. Hali hiyo tayari imezua mjadala mkubwa. Wengi wanafuatilia kwa karibu. Mitandao ya kijamii inaendelea kuchukua jukumu kuu katika kueneza hadithi. Watumiaji wengine wametia chumvi madai hayo, huku wengine wakihoji uhalali wao. Asili ya ripoti hizi zisizo na udhibitisho ya simulizi hii imefanya iwe vigumu kwa udhibiti. Hata hivyo, wataalamu wanasema majukwaa ya kidijitali yanafaa kuimarisha zana za kukagua ukweli. Habari potofu huenea haraka kuliko ufafanuzi rasmi. Hii imekuwa changamoto ya kitaifa. Kwa sasa madai bado hayajathibitishwa na hayajathibitishwa na mamlaka yoyote ya mahakama. Hakuna mchakato rasmi wa ICC ambao umekubaliwa hadharani. Hali ya kisiasa inabaki kuwa ya wasiwasi. Wananchi wanatafuta uhakika na ukweli kuhusiana na jambo hili la Samia Suluhu kuitwa ICC. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia katika ripoti ya habari hizi. Nijuze mtazamo wako upande wa comment section. Je, unadhani ni kweli kwamba kuna barua ya ICC iliyotumwa Tanzania, au je unaunga mkono ya kwamba ripoti hizi hazina uthibitisho na ni propaganda tu? Na kuacha uwanja huo wa comment section unijuze mtazamo wako.